Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bana, ni ripoti za hivi punde kutokea kule nchini Iran katika vita na fukuto kubwa la vita kati ya Iran na Marekani, ambapo taarifa mpya kwa wakati huu ni taarifa za pande zote mbili za uhasama, lakini kubwa zaidi ni taarifa ya Umoja wa Mataifa yani UN, ambapo Waswahili husema kwamba mti wenye matunda ndiyo hupigwa sana mawe. Sasa Umoja wa Mataifa kupitia taasisi yake ya kudhibiti vita ama taasisi ya amani kupitia Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa yani UN kutokea pale nchini Marekani, New York City, imetoa ripoti yake mpya, ripoti ya hivi punde katika vita vinavyoendelea kati ya Iran na Marekani. Ripoti hiyo ikiangazia namna athari mbaya zinazotokana na vita kati ya pande hizo mbili za uhasama, ambapo ripoti hiyo inasema kwamba takriban watu wasiopungua 21 wameuawa huko nchini Iran na wengine zaidi ya wapatao 4,000 wamekamatwa nchini Iran tangu vita vianze mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Ripoti hii imeangazia upande mmoja pekee wa vita, swala ambalo limeibua ukosoaji mkali sana kwa ufuatiliaji wa vita hivi kati ya Irani na Marekani na kwa ripoti hizo za hivi punde. Sasa shirika hilo la Umoja wa Mataifa kupitia Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema kwamba watu takribani 21 wameuawa pasi na hatia ama sababu za msingi, na huku zaidi ya 4,000 wamekamatwa nchini Irani tangu kuanza kwa vita chini ya wahasimu hao wawili walivyopigana kwa takribani muda wa miezi miwili, ambapo akitoa ripoti hiyo mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kwamba watu hao waliouawa kati ya 21 ni pamoja na waliohusishwa na maandamano ya Januari 2026 na wakidaiwa kuwa wanachama wa makundi ya upinzani na watu binafsi wanaotumiwa kwa ujasusi huko nchini Iran, kwa kile ambacho amesema ujasusi wa kupeleleza malengo ya vita, kwa kile ambacho Iran walidai kama wanatumiwa na watu wa nje ama mawakala katika kutekeleza azima yao ya ujasusi dhidi ya taifa la Iran, huku akisema kwamba wengine wengi wakiwa wamekamatwa kwa mashaka tu, sababu isiyokuwa na ya msingi wala ya hoja yenye mashiko inayohusiana mashaka hayo, kwa kile ambacho amesema ni kutokana na usalama wa taifa la Iran. Akizungumza hilo katika moja ya mazungumzo yake, na hapa ni kinukuu kile ambacho amekizungumza, anasema kwamba nimeshtushwa sana kwamba haki za watu na haki za binadamu nchini Irani zinaendelea kukanyagwa na kutapanywa kutoka kwao na kushikiliwa na watu wenye nguvu huko nchini Irani kwa kuwakamata watu wasio na hatia na wengine kuuawa katika hali isiyotazamiwa ya kuharibu utu wa watu na ubinadamu. Na hivyo basi katika hilo ninatoa wito mara moja wa kusimamisha hayo yote ambayo yanaendelea kujiri huko Irani, lakini pia na kusimamisha mauaji yasiyokuwa na uungwana. Pia litekelezwe azimio mara moja la kuwaachilia wale waliokamatwa kwa kile ambacho kimeelezwa na Irani kama wahusikaji moja kwa moja wa masuala ya kijasusi, ukiwa kama ukamataji holela wakati, kabla na baada ya vita huko nchini Iran. Hivi ni vitisho vya wazi vya haki za binadamu na kuongeza wimbi kubwa la uharibifu na vunjifu wa haki hizo za watu, zikiwa kama haki za msingi kwao, kama vile dhamana za kesi za haki ni lazima zichukue nafasi na kuheshimiwa wakati wote, wakati wa vita na hata wakati wa kawaida, katika hali ya kawaida katika mataifa yote ulimwenguni. Na huo ndio mwisho wa nukuu ya kauli ya mkuu wa haki za binadamu kutokea kwenye mataifa Volker Turk, kauli aliyoitoa juu ya kile ambacho amesema haki za binadamu kuendelea kukanyagwa huko nchini Iran katika vita dhidi ya Irani na Marekani. Lakini kauli hii imeibua ukosoaji mkali na upingwaji. Kwa nini? Kwa sababu moja haikuhusisha pande mbili za vita, yani idadi hiyo ya mauaji na idadi hiyo ya waliokamatwa haikuhusisha upande mwingine wowote wa vita kati yao wawili, yani upande wa Irani, pia upande wa Marekani na hata upande wa washirika wake Marekani na Israeli huko Mashariki ya Kati, jambo ambalo ripoti hii imeibua ukinzani na ukosoaji mkali kwa wale ambao wanafuatilia siasa hizi za kijiografia, lakini hasa mzozo huu unaendelea kati ya Irani na Marekani. Hili linaelezwa kama kugongelea msumali uhasama na kutetea kwa karibu taifa la Marekani, ambao ndio limekuwa chanzo kikuu cha kuanzisha fukuto la vita kati ya wawili hao, yani Irani na Marekani, huku ripoti hiyo na mkuu huyo wa haki za binadamu hakuongelea kabisa hali ya vita ya sasa na hata namna ambavyo Marekani amekuwa akiendeleza uhasama
na kupelekea vita kwa vikubwa zaidi katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati tangu pale mapema Februari 28 hadi hivi sasa. Sasa wakati hayo yanajiri, taifa la Iran kupitia vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC vimejibu mapigo ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump katika taarifa zake za awali juu ya kile ambacho amesema mwendelezo wa kufanya udhibiti mkali katika mlango bahari wa Hormuz na kuzuia meli za Irani za mafuta katika eneo lote la Mashariki ya Kati, ambapo Irani kupitia vikosi hivyo vya IRGC imesema kwamba mwendelezo wa mzingiro wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz unaofanywa na vikosi vya Marekani ni uharamia wa kiuchumi na kivita, vikisema kwamba hivi karibuni Marekani itapokea jibu lisilo la kawaida na ambalo halijawahi kushuhudiwa tangu vita hivyo vimeanza huko Mashariki ya Kati, ambapo nukuu hii ya jeshi la Irani IRGC ilikuwa ikisema kama ifuatavyo, na hapa ninanukuu: Trump's long-term blockade, this is an act of war and economic terrorism. We will respond forcefully. No port in the region will be safe if our lifeline is choked. Mwisho wa nukuu fupi ya andiko la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu yani IRGC, na hapa ni kinukuu kwa lugha ya Kiswahili ikimaanisha kwamba mwendelezo wa Trump kuzingira mlango bahari wa Hormuz hiko ni kama kitendo cha uharamia wa kivita na wa kiuchumi, na hivyo hivi karibuni tutatoa majibu yasiyo kawaida ya nguvu zaidi, na katika hilo hakuna bandari yoyote ukanda wa Mashariki ya Kati itakayosalia salama juu ya hili ambalo linaendelea katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Na huo ndio mwisho wa nukuu fupi ya jeshi la IRGC kutokea huko Mashariki ya Kati, Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, ardhi ya Uajemi. Lakini pia shirika la habari la huko Irani la Press TV limeripotia kwamba shirika hilo la habari limemnukuu afisa wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Irani ambaye anahudumu katika jeshi la IRGC akihudumu kama mkuu wa usalama wa jeshi hilo, akisema kwamba vikosi vya jeshi la Irani yani IRGC chini ya makao makuu ya Khatam al-Anbiya huko nchini Irani vinaamini kwamba uvumilivu una mipaka na vinaweza kuchukua hatua kali ikiwa Washington ita kile alichoelezea kama kizuizi cha majini dhidi ya meli za kibiashara za Irani na washirika wake ukanda wote wa Mashariki ya Kati, akiendelea kusema kwamba Marekani na Israeli wamekuwa wakihatarisha usalama wa Irani, akisema wamekuwa wakitangaza mgawanyiko kwa watu wa Irani, jambo ambalo si sahihi, ambapo anasema kwamba rais wa Marekani Donald J. Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walikuwa wameweka maamuzi yao kwenye wazo kwamba jamii ya Irani ilikuwa imegawanyika hapo kabla, jambo ambalo afisa huyo mwandamizi wa usalama wa IRGC anasema si sahihi na wala halina ukweli wowote ndani yake, ambapo akisema rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na mamlaka zote ndani yake ziko na lengo moja, dhamiri moja, mshikamano katika kile ambacho wanapanga na kutekeleza, huku akisema rais wa Irani Masoud Pezeshkian na matawi mengine ya madaraka huko Irani yameungana chini ya uongozi wa nchi hiyo chini ya kiongozi mkuu Mujtaba Saidi Ali Khamenei Husseini, akisema kwa njia ambayo wapinzani wa Irani hawakutarajia hata kidogo. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Irani chini ya kiongozi wake Abbas Araghchi imesema kwamba baadhi ya nchi jirani za ukanda wa Mashariki ya Kati zimekuwa zikichukuliwa kama zenye kuegemea upande wowote, lakini kwa karibu zaidi zimekuwa zikijihusisha na kuunga mkono moja kwa moja mataifa wa hasimu wa Irani, yani Marekani na Israel, ambapo wizara hiyo imesema kwamba mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yana ushirika wa karibu na mataifa ya kikanda. Katika taarifa ya wizara hiyo chini ya naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Kazim Gharibabad amesema kwamba baadhi ya nchi za kikanda huko Mashariki ya Kati zimetoa maeneo, vifaa na hata ushiriki wa kijeshi katika kutoa maelekezo na mashambulizi katika ardhi ya Iran. Sasa katika taarifa hiyo, rais wa Marekani Donald J. Trump ameendelea kutoa taarifa za matambo na taarifa ambazo si za uhalisia, yani propaganda, akisema kwamba Irani inapaswa kuwa smart, yani mwerevu zaidi katika kile ambacho inatarajia ama inahitaji kufanya kwa wakati wowote, akisema taifa hilo na watu wote wa Irani wanashindwa kufikia makubaliano yasiyo ya nyuklia, yani ya bila nyuklia hakuna mazungumzo, akisema hiyo ni hatua mbaya zaidi kwa kuendelea kufanya blockade katika mlango bahari wa Hormuz. Kauli hiyo rais wa Marekani Donald J. Trump aliyoitoa mapema kupitia mtandao wake wa The Truth Social inaelezwa kama kuilazimisha Irani kuingia katika meza ya mazungumzo, rais Trump akiwa tayari amekwisha choka na vita vinavyoendelea kati yake
na Irani. Wakati hayo najiri, Irani na Polandi zimefanya mazungumzo kujadili maendeleo ya kikanda huko Mashariki ya Kati na kile kinachoendelea katika vita vyake dhidi ya Irani na Marekani, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Abasi Araji amesema kwamba amezungumza kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya kigeni wa Polandi Radosław Sikorski, akisema kwamba wamejadili uhusiano huru baina ya taifa hilo la Irani na Polandi, akisema miongoni mwa yale ambayo wamezungumza ni pamoja na maendeleo ya kikanda huko Mashariki ya Kati, ambapo amesema kwa karibu zaidi pande hizo mbili zimejadili na kubadilishana maoni ya pamoja juu ya kile ambacho kinaendelea kujiri katika taifa la Irani, hasa katika vita vyake dhidi yake na Marekani. Hali ya sasa inakuja wakati ambapo tayari pande mbili za vita zimekosa kabisa mazungumzo kwa kile ambacho kinaeleza kuwa masharti magumu kwa pande zote mbili, huku Marekani ahitaji masharti kulegezwa yale ya nyuklia, na huku Irani ikisema kwamba nitashikilia hapa hapa mpaka kileweki. Lakini haya yote yanajiri pia wakati ambapo Irani imefanya mazungumzo ya kimkakati na taifa la Urusi, taifa lenye nguvu zaidi ulimwenguni, huku mambo kadhaa yakiarifiwa kujadiliwa, ikiwemo usaidizi wa karibu wa kivita kwa taifa la Irani dhidi ya Marekani, huku naye rais wa Marekani Donald Jr. Trump akifanya mazungumzo ya karibu na mfalme wa Uingereza King Charles III, huku kukiwapo na dodoso la wazi juu ya azma ya mfalme wa Uingereza wa tatu kwa kile ambacho rais Trump amekisema kama anapinga vikali mwendelezo wa nyuklia unaofanywa na kuhitajika na serikali ya Irani chini ya kiongozi wake mkuu Mujitaba Saidi Ali Khamenei Husseini. Je, hadi sasa una maoni gani juu ya haya yote yanaendelea kujiri na kutokea huko Mashariki ya Kati? Andika maoni ya kupitia uwanja wa maoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.